Katika jina la Yesu, asubuhi ya leo, mtazamaji wetu, tunachukua nafasi hii kwa mara tena kuweza kukukaribisha katika kipindi hiki ambacho tumekualika tangia mwanzo ili kwamba tukaweze kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Nataka kuamini ya kwamba utangulizi wetu umeweza kukufahamisha kila ambacho tumelenga haswa zaidi katika platform hii yetu ya YouTube. Kwa majina naitwa John Masila, nikiwa hapa mjini Kitale. Ningelipenda kukaribisha mahali popote ambapo unatufuatilia kupitia kwa nafasi hii ya YouTube. Unaweza kuwa mahali popote katika taifa hili la Kenya, maana nimeona wengi wakitufuatilia katika maeneo ya Mombasa. Nimeona wengi ambao wanatufuatilia katika maeneo ya Lokchogio, Lodwar. Nimeona watu wengi kutoka maeneo ya Meru. Nimeona watu wengi kutoka Kisii. Nimeona watu wengi pia kutoka katika maeneo ya Eastern. Ningelipenda kusema popote pale ambapo unatufuatilia, inatutia moyo kupata kujua kwamba japo hatujaenda sana, lakini bado kuna wao ambao wanatufuatilia. Kwa ombi la unyenyekevu, ningelipenda tu niombe wakati unapokutana na klipu hii, ni vema upate kujua ni nani ambaye anafanya kazi hii, na kwa sababu ya kutaka kutusaidia kukua kama channel ya YouTube, tusaidie tu kwa kufanya subscription na uweze kulike hata video zetu. Hiyo itakuwa inatujenga na tutaweza kubarikiwa kwa pamoja. Kwa hivyo niruhusu tuweze kwenda moja kwa moja katika neno la Bwana kama jinsi vile tulivyoahidiana wakati ule mwingine. Katika series ya kipindi chetu cha kwanza tulizungumza juu ya serving one's purpose, ama kuyatumikia makusudi ya mtu, na tukawa tukizungumza ama tukiutazama mfano wa mtu anaitwa Daudi, na tulipokuwa tukisoma yale maandiko kuhusiana na hatima ama kumtumikia Bwana, tulisoma habari za mtu anaitwa Daudi katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 36, na Biblia ilisema hivi: For after David he had served his own generation by the will of God. Biblia ilituonesha mkatadha mahali ambapo tulionyeshwa Daudi kwamba yeye alitumikia kizazi chake, na sio tu kukitumikia kizazi chake, bali alimtumikia Bwana katika mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na usiku wa leo, kwa sababu nitakuwa nafanya sehemu ya mwisho katika ukurasa huu ama katika nafasi hii ya kutumikia makusudi ya Bwana, niruhusu tukaweze kwenda kuona tu utangulizi wa huyu mtu anaitwa Daudi, na ili tukaweze kunena maneno machache tu kwa muda ambao Bwana atatupea, ili kisha tuweze kufunga ukurasa huu. Maandiko inasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11, maandiko inasema hivi: And Samuel said unto Jesse, Here hold thy children. And he said, There remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he came hither. Maandiko ambayo tumeyasoma inaweza kutuonesha ama inatuonesha utangulizi wa mtu ambaye katika Matendo ya Mitume tunaonesha kwamba kazi ya Mungu aliifanya, akayatimisha na akaitenda katika mpango na katika kuyatimiza katika njia iliyompendeza Mungu. Mara nyingi tunaweza tukasifia jambo kwa sababu ya kuona mwisho wa jambo lile, labda kwa sababu nililitenda nikalifaulu katika njia ambayo ilipendeza, hivyo inanipea hali ya kuisifu na kuipigia makofi. Ninakosa kutambua mwanzo wake na safari katikati hadi nifike mwisho wa safari hile. Kumbuka katika mkatadha huu tunazungumza juu ya mmoja kuyahatimisha makusudi yake katika mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Wakati tunaposoma maandiko haya ya Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11, tunaona mahali ambapo Bwana alipomkataa Sauli. Maandiko inasema ya kwamba na Bwana akamtuma nabii wake Samueli ili aende katika nyumba ya mtu aliyeitwa Jesse. Na maandiko inasema ya kwamba alipofika katika ile boma, Bwana alikuwa ameandaa kijana kwa jina Daudi, ni kwa ajili ya kumfanya kuwa mfalme katika taifa la Israeli. Ujumbe mkuu ambao unajitokeza katika mwanzo wa hadithi ya mtu ambaye tunamuonyeshwa katika kitabu cha Agano Jipya akiwa amemaliza kazi yake ndani ya mapenzi ya Bwana,
Hapa kuna mengi ambayo yamerukwa, na ndiyo ningelipenda tuyaangazie ili tuweze kutambua kwamba kama Mungu aliitenda kupitia kwa mtu ambaye anaitwa Daudi, pia yawezekana ikatendeka kwako. Kila ambacho tumeonyeshwa na nabii Samueli, maandiko inasema alipoingia katika nyumba ya Jesse kulikuwa na zaidi ya vijana, si zaidi ya 5 ama 6, na katika vijana hao wote maandiko inatuonesha ni kwamba hata nabii mwenyewe hakujua chaguo lake Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine, wakati tunapoyataka kuyatumikia makusudi ya Mungu, huwa tunataka mambo yafanyike katika njia ambayo ni kana kwamba iko wazi, ni kana kwamba tunajua formula ama mbinu ya vile tutakavyoyatekeleza. Lakini ni kushangaze kukueleza usiku wa leo, wakati tunapoangalia maandiko haya, Samueli nabii wa Bwana ambaye ametumwa katika nyumba ya Jesse, anaingia katika ile boma, Bwana akiwa amemwambia kuna mfalme katika hii boma, lakini Mungu hajaweza kumwekea wazi nani atakayefanyika kuwa mfalme. Haya ndiyo mambo ambayo mara nyingi huwa inatatanisha. Hata hivi sasa ninapozungumza na wewe, unaweza kuwa unahangaika, maana hata ule ambaye unamta mtumishi wa Bwana, ama hata wewe mwenye ni muombezi, hata unaweza kuwa hujawahi pata gulu ya kile Bwana anakuwazia. Nataka nikueleze ya kwamba sio wewe wa kwanza, maana tunapoangalia maandiko, hata Samueli ambaye alikuwa ni nabii wa Bwana, maandiko inasema hakujua kati ya watoto wa Jesse ni nani aliyekuwa mfalme. Jambo lingine ambalo tingelipenda tulielewe, aswa ninapoelekea kwenda kuatamisha katika ujumbe huu wa kuyatumikia makusudi yako, maandiko inasema baada ya vijana wa Jesse kupita mbele wa nabii ili wakaweze kupakwa mafuta ili wakafanyike kuwa mfalme aliyehitajika na Mungu kuyatumikia makusudi ya Bwana. Imagine, kuna kitu ambacho kinanishangaza, na hiki ndicho ninajua pia hata na wewe mahali ambapo unanifuata na sauti hii unaipata, yaweza kuwa hata wewe uko katika hali kama hii. Baada ya vijana wote kupita mbele ya nabii Samueli, maandiko inasema ya kwamba na vijana wote wakaisha. Kisha baadaye nabii akauliza, je, hawa ndio watoto wako wote? Ndipo mtumishi wa Bwana Jesse akamwambia nabii ya kwamba sio wote, bali kuna mmoja aliye katika nyika analisha kondoo. Nataka nikueleze hivi kwa maneno machache, maana ninasikia Bwana kuna kitu anataka kuzungumza na wewe. Wakati mwingine unapokuwa unahangaika katika yale mambo na sehemu ambazo huko, unaweza dhania kana kwamba mpango wa Mungu hauko. Nataka nikueleze hivi, sio wewe peke yako. Hata ninajua mtu ambaye ni mama ambaye ni kahaba, ninajua ambaye kuna mtu ni mwizi mkubwa, lakini hata katika matendo na hali ambazo anapitia, Bwana angali naye katika hizo hali, na Mungu anamtafuta ni kwa ajili ya matendo makubwa ambayo anataka kuazimia kuyatekeleza, ni kwa sababu ya maisha ya watu wake. Imagine huyu kijana ambaye anaitwa Daudi, wakati nabii anapouliza swali hili, Jesse anasema kuna moja ambaye analisha kondoo. Daudi hako kule nyikani, ajui kana kwamba anatafutwa ili akaweze kufanyika kuwa mfalme wa taifa. Na hivyo ndivyo ilivyo hata na wewe jioni ya leo. Unaweza kuwa wewe usiku wa leo ukijiangalia, ama mchana wa leo ukijiangalia, unaona utoshi, ukijiangalia unaona kana kwamba wewe hauwezi ukafanyika kitu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa na mpango wa Bwana ulipoanza na maisha ya mtu anaitwa Daudi. Pale katika Matendo ya Mitume tunaonyeshwa kwamba kazi alimaliza, lakini katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa 11 tunaona hata nabii hakuelewa ama hata hakujua huyu mtu ambaye anaenda kufanywa kuwa mfalme. Mahali ambapo unanisikiza sauti hii, ni kwamba inaweza kuwa hata wewe mwenyewe hujajijua, maana unaweza kuwa kama sehemu kama ile ya Daudi aliyoko akilisha kondoo. Unaweza kuwa uko sokoni mahali ambapo unauza nyanya. Unaweza kuwa tu uko mahali ambapo wewe unajidunisha na kana kwamba Mungu hawezi akakutambua. Niko hapa nikueleze, mtu anayejifahamu na kuelewa makusudi yake, wakati mwingine huwa haijalishi mahali ambapo unatoka, na wakati mwingine na hata mara nyingi haitajalisha kile ulicho nacho. Kile kinachohitajika, je, ni kana kwamba mpango wa Mungu kama uko juu ya maisha yako. Haijalishi hali zozote zile ambazo unazipitia kwa sasa. Kitu kimoja ninajua, wakati Bwana ameguzwa na hali za watu wake, anaweza kukutoa hata kama wewe ni chokora. Kama Mungu ameguzwa na hali za watu wake, inaweza kosa kujalisha kila ambacho kwa sasa hauna. Unaweza kuwa hata mavazi hauna. Wakati mwingine anakutuma Mungu, unaanza kujiangalia, shati ni moja, longi ni moja, hata vazi uliomba, viatu uliomba. Lakini niko hapa nikueleze, mpango wa Mungu ndani ya mwanadamu ni zaidi ya kile unaweza kuwa nacho sasa. Kila ambacho Mungu anawazia taifa la Kenya ni zaidi ya
ya kile ambacho watu wanaweza kuwa wanakutazama na kuangalia. Umaikumbuka hadithi ya mtu ambaye anaitwa Yona. Wakati Yona anaitwa na Mwenyezi Mungu, alidhania kwamba anaitwa kwa sababu tia makusudi yake, lakini Mungu alikuwa na makusudi ya kuuona mji wa Nineva. Tutaweza kutambua kwamba Nineva ni mji ambao Bwana alikuwa anaupenda, na kwa sababu Bwana alikuwa anaupenda, maandiko inatuonesha taswira ambayo Jona aliteseka sana akisumbuana na Mwenyezi Mungu. Bwana anamtuma kwa sababu ya kilio cha mtu wa mji wa Ninawi, lakini maandiko inatuambia kwamba huyu mtu anaitwa Yona akakosa kuhisi kilio cha Mungu ndani ya moyo wake, na maandiko inasema ya kwamba badala ya kuelekea kule Ninawi akatoroka akielekea Tashishi. Nataka niseme nini usiku wa leo? Wakati huyu mtu anaitwa Yona anapobishana na sauti ya Bwana, maandiko inasema ya kwamba ilifika mahali Bwana akampandia mti ili ukaweze kumpa kivuli, na hiyo ikampa kiburi sana huyu mtu anaitwa Yona. Asubuhi wakati inapambazuka, Bwana akaukausha ule mmea, na kisha huyu mtu anaitwa Jona akakadhabika. Nataka nikueleze hivi, makusudi ya Bwana ikiwa katika moyo wako, haitajalisha kile ulicho nacho mahali popote pale ulipo. Inaweza kuwa uko katika hali ambayo ivutii, inaweza kuwa kwamba uko katika mazingira ambayo watu hata wakuelewi. I'm here to tell you specifically, when the purposes of God is upon your life, hakuna kitu kitakacho kukuzuia. Maana Mungu si kila ambacho wewe unabeba, bali ni katika yale makusudi ya Bwana anataka kutekeleza katika maisha ya watu wake. Maandiko inasema ya kwamba ilipofika masaa ya asubuhi, huyu mtu anaitwa Yona akaamka na akapata mtu umekauka, na ikamghadhabisha, na maandiko inasema akamuomba Bwana amwangamize na muue. Maandiko inasema na Mungu akamuuliza Jona, kama Jona unaweza ukakadhabika kwa sababu ya mti ambao haukuchoka kuupanda? Na akasema, je, kwani Ninawi sina watu ambaye wako pale wengi? Na Mungu akamwambia Jona, tazama katika Ninawi ninazo mifugo, ninao ng'ombe wengi, ninao mifugo wengi walio hai katika mji ule. Nataka niseme nini? Wakati mwingine, wakati makusudi ya Bwana inapokuwa katika maisha yako, hapa ndipo unapata kugundua Mungu anakufungulia malango ili ukaanze kupitia hali fulani katika maisha yako, ili akaweze kuyachonga yaliyo makusudi yake ndani ya maisha yetu. Turudi katika hadithi ya mtu anaitwa Daudi. Daudi, maandiko inasema ya kwamba wakati amemwagiliwa mafuta na huyu mtu wa Mungu anaitwa Samueli, maandiko inasema ya kwamba tunaona taswira nyingi. Wakati hadithi inatuonyesha Sauli kwanza, yeye anaanza kukutana na swala ya vita kati yake na Goliathi. Vita vya Daudi na Goliathi alikuwa ni swala la Daudi kujitwalia utukufu, bali tunaweza kutambua kitu ambacho huyu kijana ananukuu katika kitabu cha Samueli sura ya 16, natumaini katika sura ya 16, maandiko inasema ya kwamba huyu kijana akamwambia huyu mtu anaitwa Goliathi ya kwamba wanijia na silaha, lakini mimi nakujia katika jina la Bwana. Nataka nikuonyeshe tangia mwanzo, wakati Daudi ameitwa na Mwenyezi Mungu, katika hicho kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45. Hapa tunayangalia na kuyachunguza yaliyo makusudi ya Mungu katika maisha ya mtu. Wakati mwingine tunaweza kuwa tunatekeleza yale ambayo tunayatekeleza kama vile wewe unatekeleza kazi yako. Unaweza kuwa unafanya kazi ambayo unaifanya wewe unajua, kama ni ya biashara, kama ni kazi ya production, kama ni kazi ya ualimu. Unaweza kuwa wewe uko na taaluma ya udaktari, na kazi yoyote ile ama ya rubani. Bwana anataka ajue, Bwana anajua kila ambacho unatekeleza si kwa sababu ya faida zako. Maandiko inasema huyu mtu anaitwa Daudi, hata japo alikuwa kijana mdogo, maana maandiko inatupea taswira ya Daudi akiwa nyikani, mahali pale alipokuwa akilisha kondoo za baba yake, na katika ile nyika mahali ambapo Bwana alikuwa anampa uzoefu ya maswala ambayo yalikuwa mbele zake na yale ambayo angekuja kufanyika katika siku zinazokuja. Nikiwa katika mkatadha huo, nahisi kana kwamba Bwana kuna kitu anataka atueleze. Kuna nyika unaweza kuwa huko leo hii, hata hiyo nyika imekuficha kana kwamba uwezo ukaonekana. Wewe ni mtu mkuu, wewe ni mama ambaye una hatima ni kwa ajili ya ndoa nyingi. Kuna mtu ambaye amebeba makampuni nyingi ndani mwake, lakini unaweza kuwa uko nyikani sawa na huyu kijana ambaye anaitwa Daudi. Maandiko inasema ya kwamba kwa sababu ya mpango wa Mungu, maandiko inasema nabii alikuwa katika boma lao akitafuta mfalme ambao Bwana alikuwa amemuita, na nabii amefika katika boma la Jesse, lakini huyu kijana hapatikani. Wacha niseme hivi, unaweza ukakosa kupatikana mahali ambapo unahitajika kuwa, kwa sababu wewe una mpango, lakini kwa sababu ya mpango wa Mungu ndani wako utasababisha ukaweze kutafutwa. Maandiko inasema ya kwamba nabii akamwambia Jesse, tazama huyo kijana akaletwe, maana hatutakaa chini mpaka akaje. Usiku huu ama mchana huu wa leo
ningelipenda nikueleze hivi, ni kwa sababu ya mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Kuna mambo ambayo yamekuwa mbali na wewe, kuna mambo ambayo umekuwa hujajitambua, na kuna mambo ambayo hajaweza kufunuliwa ndani mwako. Lakini usiku wa leo tunapoenda kuomba, nataka niende nikakuombee ili kwamba kila kijaweza kufunuliwa ndani yako, Mungu anaenda kukifungua na kitaenda kuanza kuonekana ndani mwako. Kuna hali ambayo unafanya sasa hivi imekufanya kana kwamba uko mbali na mwito wako. Nataka nikuombee usiku wa leo. Kusudi la Mungu lililoko ndani mwako ndilo litakalosema ya kwamba watu hawatakaa mpaka ukaweze kujitokeza. Maandiko inasema ya kwamba Bwana alipompaka Daudi, mtumishi wa Bwana Daudi, mafuta akafanyika kuwa mfalme, huyu kijana alikuwa jangwani, na katika jangwa lile nataka nikueleze, pale ndipo maandiko inatueleza hadithi nyingi ya juu ya Daudi akipigana na wanyama, akijaribu kuwaokoa kondoo za baba yake. Nataka nikueleze hivi, hali yoyote ile ambayo unaipitia, aswa wakati huu unaandaliwa ni kwa ajili ya kuyatumikia na kuyafikisha makusudi yako. Kuna mpango ambao Mungu anao kwako. Wakati mwingine kuna mateso, wakati mwingine kuna roho za rejection, wakati mwingine kuna hali ya ugumu, fedha zinakaa kana kwamba azipendi ema lako. Niko hapa usiku wa leo nikueleza haitendeki kwa ubatili, bali ni kwa ajili ya uzoefu wa kile kikuu Bwana anaweka msingi. Ni kwa sababu ya mwito mkuu Bwana aliyokuandalia. Maandiko inasema hivi katika kitabu hicho cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza. Maandiko inasema ya kwamba, and Samuel said unto Jesse, hear all thy children. And he said, there remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. Maandiko inasema Jesse akasema kunaye mmoja aliye mchanga na ako kule bonteni akilisha kondoo. Niko hapa niseme hivi, sijui ni kwa nini baba ya Daudi anasema aliye mdogo. Wakati mwingine huwa tunahukumu makusudi ya Bwana kulingana na umri ama miaka ambayo tumetumika katika nyanja fulani. Lakini niko hapa nikueleze hivi, mwito ama makusudi ya Mungu juu ya mtu ni zaidi ya miaka ama ni zaidi ya uzoefu, na haya yote yanapata kujidhihirisha aswa zaidi katika neno lake Mwenyezi Mungu. Kuna mambo ambayo ningelipenda niyaseme wakati tunaelekea kwenda kuhitimisha kipindi hiki jioni hii ya leo. Wakati Daudi tunaelezwa mwanzo wake kwamba anatafutwa mahali ambako alihitajika kuja pakwa mafuta afanyike mfalme. Maandiko inasema ya kwamba yeye alikuwa katika nyika, na katika nyika ile maandiko inasema ya kwamba mwito wake ukaitanwa na ndiposa akaletwa. Anaweza kuwa alikuwa anang'ang'ana katika lile jangwa akilisha kondoo zake, na ninahisi kwamba kuna watu ambao wanahangaika katika hali kama hii sawa tu na ya Daudi, mahali ambapo unakumbana na changamoto za mbwea, mahali ambapo unang'ang'ana na hali za kimaisha. Hilo jambo liko, maana wewe si wa kwanza. Kumbuka maandiko inasema katika kitabu cha Luka mahali ambapo tulisoma 22, maandiko ambapo Yesu, nakumbuka ni katika bustani ya Gethsemane, Yesu alimwomba Mungu akamlilia, na Yesu akasema ya kwamba ameusikia uzito na uchungu kiwango cha damu ikamtoka. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha moja aliye mwenye makusudi. Usiku wa leo watu walio wenye makusudi huwa waogopi kupita nyika, maana katika mahali pa nyika kuna hali ya kung'ang'ana. Mahali penye kuna nyika kuna ile hali ya kukumbana na mambo mengi ambayo hukuyatarajia. Lakini niko hapa niseme ya kwamba mahali pa nyika ni mahali ambapo Bwana anaanza kuondoa ile hali ya kutegemea nguvu ama uwezo ama kujiona kana kwamba unaweza kuyaweza pasipo msaada wa Mungu. Tunaangalia katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura 17 mstari wa 45. Maandiko inatupea taswira ya Daudi, maana alikuwa amekuwa na uzoefu katika ile sura ya 16 pale nyikani. Na ukisoma katika 17 mstari wa 45, maandiko inatupea taswira ya baada ya Daudi kupigana na mbweha kule nyikani. Hapa anapigana na mtu ambaye kwa jina anaitwa Goliath. Ishara ya kijana sasa ameanza kukua na ameanza kutambua ya kwamba makusudi iliyo ndani yake si kwa sababu yake, bali ni kwa sababu ya watu wa Mungu. Ukisoma katika 45 hicho kitabu cha Samueli wa kwanza mstari 45, hiyo sura ya 17, maandiko inasema ya kwamba, then said David to the Philistines,
thou comest to me with a sword and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled. Maandiko haya inatupea taswira ya Daudi akiwa amekuwa kufikia kiwango ambacho sasa anaweza akajua makusudi iliyo ndani mwake, si kwa sababu ya yeye, bali ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ajitwalie sifa. Niko hapa usiku wa leo nikueleze, unapoanza kutambua ya kwamba kazi ambayo unaitekeleza, mahali pale ambapo unatekeleza si kwa sababu yako, basi mawazo na makusudi ya Mungu ndani yako inaanza kuwa na mwangaza, na unaanza kutekeleza, kuanza kuhakikisha makusudi yaliyo ya Mungu katika maisha yako. Ni ombi langu kwamba usiku huu wa leo tunapoendelea kujifunza neno hili la Bwana, ni vema tupate kuelewa pia wakati Bwana anapotupitiza katika hali ya nyika, ni mahali ambapo pia Mungu anaanza kuchonga tabia zetu, anaanza kuondoa zile tamanio ya kuona yote ni juu yetu, na tunaanza kukubali tabia ya Kristo. Maana maandiko inasema ya kwamba kama vile Kristo alivyo ndivyo nasi tulivyo. Kristo nataka kuamini ya kwamba sio mtu ambaye alikuwa anataka kuyatekeleza kwa sababu ya faida zake, lakini Kristo alikuwa anatenda kwa sababu ya kuyahitimisha yaliyokuwa makusudi ya Baba yake. Na usiku huu wa leo nataka niombe, wakati Mungu anapoitengeneza ama anaporekebisha tabia yetu, hapo mahali huwa haina furaha. Wakati mwingine Mungu ataondoa starehe, wakati mwingine Mungu atayaondoa yale yanayoonekana kana kwamba yanafurahisha, yale ambayo yanakupea furaha. Lakini niko hapa usiku wa leo nikwambie ya kwamba wakati Bwana anayatenda yale, anafanya hivyo kwa ajili ya kupata kukuandaa kwa sababu ya kuonyesha dhahiri shahiri juu ya kusudi lako ambalo wapasa kulitekeleza. Niko hapa niseme hivyo usiku wa leo, wakati Mungu anapotenda haya maswala ya kukupitisha katika nyika, kwa maneno rahisi, I may say, when God does this thing of taking you to the wilderness, he always prepares you for a great or for your full realization of your purpose. Wakati Mungu anakuruhusu upitie katika hali kama zile, huwa anataka ukaweze kuafikia wewe kujitambua na kuyafahamu makusudi timilifu yake Mwenyezi Mungu. Usiku huu wa leo, wakati tunapoenda kuomba, ningelipenda tuelewe ya kwamba huyu Mungu ana mpango mwema kwa ajili ya maisha yako, na kama vile anavyosema katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, maandiko inasema hivi: Bwana ametuita ni kwa ajili ya mapenzi na makusudi ambayo alitangulia kuyapanga ni kwa ajili ya maisha yetu. Niruhusu tusome kitabu hiki cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 wakati tunapoenda kuhitimisha kipindi hiki usiku wa leo. Maandiko inasema hivi, Ephesians chapter 2 verse 10, for we are his workmanship created in Christ Jesus unto God's works, which God hath before ordained that we should walk in them. Maandiko inasema katika Waefeso ya kwamba Bwana sisi ni kazi ya matendo ama utendaji wake Mwenyezi Mungu, ambaye alituumbia katika Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kazi njema yake Mwenyezi Mungu, ambao Bwana aliteua hata kabla ya uumbaji wetu, ili kwamba katika hilo tukaweze kutembea ndani yake. Msikilizaji ama mtazamaji wangu, ningelipenda uelewe hivi. Ukiangalia kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, maandiko inatuonesha taswira ambayo Bwana alitangulia kututeulia makusudi, ambayo anasema alitumbia makusudi yale katika Kristo kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, ili kuanzia kabla ya kuzaliwa kwetu tukaweze kutembea ndani mwake. Niruhusu nikaseme hivi, wakati unapoyatimisha makusudi yako ama wakati yatekeleza makusudi yako, ningelipenda tuelewe ya kwamba huwa hatuyatekelezi katika njia na mbinu ya njia ambayo sisi tunaijua, bali ni katika njia na mbinu ambayo maandiko yamesema ya kwamba Mungu aliteua ili kwamba tukatembee katika hiyo njia sawa katika Kristo vile alituteulia
ili tukatembee ndani mwake. Nahisi kutaka kwenda kuomba na mtu usiku wa leo ya kwamba Mungu aenda akatusaidie wakati tunapoenda kuyahitimisha makusudi yetu, tukajua kwamba hatuyatekelezi ni kwa ajili ya mapenzi yetu, bali ni katika mpango na makusudi yake Mwenyezi Mungu. Kutakuwa na hali ya kuvumilia, kutakuwa na hali ya mateso, lakini maandiko imesema ya kwamba baada ya yote, maandiko inatupea taswira ya Daudi mwenyewe. Maana kama tungekuwa na wakati wa kutosha, tungeweza kutambua yale mambo ambayo Daudi aliweza kuyashinda. Maandiko inatupea taswira ya kwamba huyu mtu aliitwa Daudi. Yeye kwanza ni mtu aliyeshinda jitu, ni kwa ajili ya utukufu wa jina wa Bwana, na taifa la Bwana likalpata sifa na utukufu. Jambo la pili ambalo tunaweza tukatambua, maana ni vema tutambue yale ambayo Daudi aliyashinda kabla hajatuambia yale aliyatekeleza na akayashinda kwa ajili ya ufalme. Maandiko inasema ya kwamba bado alipata kushinda taifa ya Jebusite, taifa ambalo lilikuwa na ulinzi mkuu, na akaligeuza kulifanya kuwa jiji kuu la Yerusalemu. Haya ni baadhi ya ushindi ambayo mtumishi wa Bwana Daudi aliweza kushinda. Jambo lingine ambalo tungeweza kuona, baadhi ya vita ambazo Daudi alishinda, maana tuwezi onyeshwa kwamba tu alipigana na akashinda bila kuona ni kitu gani alifanya. Huyu mtu ambaye anaitwa Daudi, maandiko inasema ya kwamba yeye aliweza kuteka nyara mataifa ya Wafilisti, akachukua mataifa ya Moabi Edomites na Waamoni na pia na wengine zaidi. Hayo ni baadhi ya shuhuda za ushindi ambao Daudi aliyatekeleza. Tuweze kuelewa, tangia mwanzo tulielezwa Daudi hakuyatekeleza haya katika nguvu ama uwezo wake, bali aliyatekeleza ndani na katika mpango wa Bwana. Usiku wa leo unapoenda kuomba, kuna yale makusudi Bwana amekuitia wewe. Unajua lile kusudi ambalo Mungu amekuitia. Niruhusu nikaombe kwamba Mungu akakufungue macho ili ukaweze kuyatambua makusudi na ukamruhusu Bwana akakubebe unapoyatekeleza. Wacha tuende tukaombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kukubariki kwa sababu ya mtazamaji wetu. Baba, tumeweza kujifunza mengi tangia mwanzo wa Daudi hadi mwisho wa siku za mwisho za Daudi. Ningelipenda niombe kwa ajili ya msikilizaji ama mtazamaji wetu siku huu, ya kwamba wakati tunapozidi kuelimika kupitia kwa neno hili, Baba, utuwezeshe kuelewa sisi mwito tulio nao si kwa sababu ya uwezo wetu, bali ni kwa ajili ya makusudi yako Jehova. Tutie nguvu na utupe ufunuo wa neno lako ili tukaweze kuafikia ushindi, hasa tunapoyafuatilia kuyahitimisha makusudi yako ndani ya maisha yetu. Muimarishe huyu ndugu, muimarishe na huyu dada, huyu mama na huyu baba. Baba, wanakuhitaji hasa zaidi wanapoenda kuyatambua na kuyatekeleza makusudi yao. Kuna wengine walikuwa wamekata tamaa. Baba, nataka niwaombee usiku wa leo ya kwamba unaenda kufanyika kuwa msaada katika mwito ambao Bwana umewaita. Utusaidie Baba, ili tukaimarike na tukasimame katika nyakati na wakati huu wetu. Ukabarikiwe na uinuliwe, maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Shalom.